Skola, habari ya jioni. Salama, na leo ni Ijumaa Karorobi. Sawa kabisa. Karibu. Na tuanze kumjuza msikilizaji yale ambayo tumeyakusanya, tukianza na taarifa yetu kuu kuhusu tume ya uchaguzi kwa Zambia. ECZ imesitisha mara moja zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo, ikitaja ripoti za vurugu zilizowalenga maafisa wa uchaguzi. Zaidi na Victor Kenani. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, afisa mkuu wa uchaguzi Brown Kasaro alisema tume hiyo imechukua hatua hiyo baada ya kupokea taarifa za vurugu wakati wa kuhesabu na kutangaza matokeo katika baadhi ya maeneo ambazo zimewalenga maafisa wa uchaguzi, pamoja na wizi wa makaratasi ya kura kutoka kwenye masanduku ya kura. Tume hiyo imeongeza kuwa uamuzi huo wa kusitisha zoezi hilo umechukuliwa chini ya sheria ya mchakato wa uchaguzi wa nchi hiyo na itatoa uamuzi mpya ndani ya saa 24. The Electoral Commission of Zambia has noted with concern. Tume ya uchaguzi ya Zambia imepokea kwa wasiwasi taarifa za vitendo vya vurugu wakati wa kuhesabu na kutangaza matokeo katika baadhi ya wilaya, na vurugu hizo zimewalenga maafisa wa uchaguzi, na katika baadhi ya matukio zimesababishwa pia kuibiwa kwa karatasi za kura zilizopigwa na masanduku ya kura. Na kwa kuzingatia hali ya usalama pamoja na vitisho vinavyoendelea vya kutokea kwa vurugu, basi tumeamua kwa mara moja kusitisha zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo nchini kote. Uamuzi huu umechukuliwa kwa mujibu wa kifungu cha 67 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya mchakato wa uchaguzi nambari 35 ya mwaka ule wa 2016. Tume itapitia uamuzi huo wa kusitisha zoezi ndani ya saa 24. We'll review the suspension within 24 hours. Raia wa Zambia walipiga kura tarehe 13 mwezi Agosti kumchagua rais, wabunge pamoja na viongozi wa serikali za mitaa. Wakati kusitishwa kwa zoezi hilo kulitangazwa, matokeo rasmi yalikuwa bado hayajatangazwa. Mgombea urais wa upinzani Brian Mandubile wa chama cha National Reconciliation Party for Unity and Prosperity kupitia muungano wa Tons Alliance alisema alikuwa ametangaza ushindi akitegemea matokeo yaliyokusanywa na kampeni yake. Mandubile alisema hesabu zao zinaonyesha kuwa wamepata ushindi wa urais pamoja na viti vingi vya ubunge. Hata hivyo, alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuchelewa kwa kutangazwa kwa uwazi kwa matokeo ya urais, akisema kuchelewa huko kunaweza kutoa nafasi ya kuingiliwa au kubadilishwa kwa matokeo. Pia alidai kwamba kumekuwa na ripoti zinazotoa wasiwasi kutoka maeneo mbalimbali, ikiwemo madai ya wanajeshi kuhusika katika vituo vya kujumlishia matokeo, kuondolewa kwa fomu za matokeo aina ya Gen 20 pamoja na matukio yanayohusisha masanduku ya kura katika maeneo mawili ya uchaguzi. Pia alidai kulikuwa na maagizo ya kusitisha utoaji wa matokeo kutoka mkoa wa Kaskazini Magharibi pamoja na madai kuhusu usafirishaji wa masanduku ya kura katika mkoa wa Kaskazini. Mandubile ametaka matokeo yatangazwe mara moja kutoka kila kituo cha kupigia kura, mnyororo wa ulinzi wa kura ulindwe na uchunguzi ufanywe kuhusu matukio yaliyoripotiwa. Kwa upande wake, Rais Hakainde Hichilema ambaye anawania muhula wa pili kupitia chama cha United Party for National Development ametoa wito wa utulivu. Hichilema amesema wanaendelea kupokea matokeo yanayowatia moyo pamoja na taarifa za amani, umoja na mshikamano kutoka kwa maeneo mbalimbali nchini. Amewataka raia wa Zambia kuendelea kuwa watulivu, wenye subra na wazalendo wakati wakisubiri matokeo rasmi kutoka kwa mamlaka zinazosimamia uchaguzi. Tume ya uchaguzi ECZ ilikuwa imeahidi kutangaza matokeo ya urais ndani ya saa 72 baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa. Hata hivyo, kusitishwa kwa zoezi hilo kuna maanisha kuwa ratiba hiyo imesitishwa kwa sasa hadi pale tume itakapokamilisha mapitio yake ya saa 24. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Na idadi ya vifo nchini Japan vimeongezeka kufuatia mvua kubwa zilizosababisha mafuriko. Watu wasiopungua 8 wamethibitishwa kufariki mashariki mwa mji mkuu wa Japan, Tokyo. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Japan imeshusha kiwango cha tahadhari ya dharura ya kiwango cha 5 katika maeneo ya jimbo la Chiba kufuatia mvua kubwa zilizovunja rekodi tangu mapema hii leo. Taarifa zaidi na Isabela Mwagodi. Mamlaka katika jimbo la Chiba zinaripoti kuwa mwathirika wa hivi karibuni ni mwanamke alipatikana akiwa amenasa ndani ya gari lililozama majini. Polisi wamethibitisha kupatikana kwa mwili wa mwanamume mmoja akiwa amefariki dunia mjini Yachio, wakati maafisa wa zimamoto wakiripoti kuwa mwanamume mwingine alifariki dunia alipofikishwa hospitalini mjini Ichikawa.
Wakati huo takriban watu 1,800 walilazimika kulala katika makao makuu ya serikali ya jimbo hilo baada ya huduma za usafiri wa umma kusitishwa. Maeneo mengine 10 katika jiji la Chiba yalipokea zaidi ya watu 1,000 waliokosa mahali pa kulala. Maeneo mengine kwa sasa yamo chini ya maji, huku nyumba zikipata uharibifu mkubwa na maelfu ya wakazi wakibakia bila nishati ya umeme. Shinji Fujisawa, mmiliki wa saluni, anaelezea masikitiko yake. Haikuwa ikinyesha wakati nilipokuwa nafunga duka. Ilianza kunyesha jioni, kwa hiyo nilikuja kuangalia, lakini kufikia usiku wa manane ilikuwa ikinyesha kwa nguvu sana kiasi ya kwamba hakukuwa na kitu ambacho ingeweza kufanya. Tulipata mafuriko mara moja miaka 3 iliyopita, na kutokana na mfululizo wa dhoruba, uharibifu safari hii umekuwa mkubwa sana. Hata ndani ya nyumba sauti ya radi na mvua ilikuwa kali, hatukuweza kujisaidia. Hali hiyo pia imekumba sekta ya usafiri, ambapo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Narita ulionekana kutofikika usiku kucha na kuacha abiria 7,000 wakiwa wamekwama. Mvua hizi ni matokeo ya safu ya dhoruba zilizokumba Japan na nchi jirani katika kipindi cha wiki mbili. Maafisa wa hali ya hewa wanasema mawingu yaliyosababisha mvua hizo yanajongea kuelekea bahari ya Pacific, lakini wanawataka wakazi wa Chiba na mikoa jirani kuendelea kuwa angalifu. Tahadhari hiyo ya kiwango cha 5, ambayo ndio ya juu zaidi katika kipimo cha mamlaka hiyo, awali ilihusisha manispaa 22 kwa ajili ya mvua kubwa na manispaa 6 kwa hatari ya maporomoko ya udongo. Sasa maonyo hayo yameshushwa hadi kiwango cha 4. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC. Naam, asante Isabella. Miaka 5 iliyopita Kabul ilitumbukia katika machafuko baada ya wapiganaji wa Taliban kuingia kwa kasi katika jiji hilo. Leo mji mkuu huo umejaa bendera na mabango meupe ya Taliban, huku wakisherehekea ushindi wao. Wanaonekana kujiamini sana na wapo katika udhibiti kamili wa nchi, lakini bado wanakabiliwa na vikwazo vya kimataifa. Mali za Afghanistan zilizo nje ya nchi bado zipo chini ya vikwazo hivyo vya kimataifa. Urusi ndo nchi pekee yake ambayo imetambua rasmi utawala wa Taliban. Leila Muhammad anaarifu zaidi. Miaka 5 baada ya serikali ya Taliban kurejea madarakani, Afghanistan inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu. Mamilioni ya wananchi wanaishi katika hali ya umaskini, huku wasichana wakizuiliwa kupata elimu ya sekondari. Wakati huo huo, wakosoaji wa utawala wa Taliban wanakamatwa, kuwekwa kizuizini na hata kuteswa. Mkurugenzi wa shirika la Human Rights Watch nchini Australia anayesimamia masuala ya sera za ndani na za kimataifa, Daniela Gavshon, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba hali nchini Afghanistan ni mbaya, huku akitaja hatua wanazoamini kuwa serikali mbalimbali duniani zinaweza kuchukua ili kusaidia kukabiliana na changamoto zinazoikabili nchi hiyo ya Afghanistan. So right now we have a situation of Afghanistan inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu, huku watu milioni 17 wakiishi katika umaskini na kukabiliwa na uhaba wa chakula. Serikali za kimataifa zinapaswa kuishinikiza Taliban kuondoa vikwazo hivyo na kuheshimu haki za wanawake na wasichana. Serikali ya Taliban inasema hali ya usalama imeimarika na uhusiano wake na nchi za kikanda na za Kiislamu unaendelea kuimarika. Wakati huo huo, msemaji wake mkuu Zabiluha Mujahid anazilaumu nchi za magharibi kuendelea kuichukulia Afghanistan kana kwamba bado iko vitani. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watoto milioni 3.7 watakabiliwa na utapiamlo mkali mwaka huu. Tatizo hili limechangiwa na kupungua kwa misaada, majanga ya asili kama ukame na mafuriko, sera za Taliban, pamoja na kurejea kwa mamilioni wa Afghani kutoka Iran na Pakistan. Kwa baadhi familia, hali imefikia kiwango cha kukatisha tamaa. Wafanyakazi wa misaada wanasema baadhi ya wazazi wamelazimika kufanya maamuzi magumu, ikiwemo kuwaoza mabinti zao ili kupata chakula cha familia zao. Wakati mwingine huwapa watoto wao dawa za usingizi ili walale na wasihisi njaa. Mwanamke huyu kutoka nchini Afghanistan ameomba kuficha utambulisho wake ili kutueleza anavyosema. Mimi ni mama wa watoto 6. Hali yetu ni ngumu sana. Watu wengi, hasa wanawake na watoto, hawana fedha wala usafiri wa kuwafikisha hospitalini. Huduma tunazotafuta ni muhimu sana, kwa sababu bila hizo maisha ya mtoto au mama yanaweza kuwa hatarini. Mimi mwenyewe nilishindwa kuwasaidia watoto wangu ipasavyo, lakini nilipofika hospitalini na kupata msaada, niliona hali yao ikiimarika na kuwa nzuri. Nashukuru sana kwa msaada huu. Tangu Taliban waliporejea madarakani mwaka 2021, wasichana wamezuiliwa kuendelea na elimu zaidi ya darasa
darasa la 6, huku wanawake wakikabiliwa na vikwazo vya kusoma vyuo vikuu na kufanya kazi katika sekta mbalimbali. Kwa msichana mmoja, ndoto yake ilikuwa kuwa rubani. Alipokuwa mtoto, kila alipotazama angani alijiona akiendesha ndege na kuiona dunia kutoka juu. Lakini kufungwa kwa shule za wasichana kuliifanya ndoto hiyo ionekane kutowezekana. Badala ya kukata tamaa, alijiunga na shule mtandaoni na kuendelea na masomo hadi akahitimu elimu yake. Kwake kupata elimu si jambo la kawaida, ni ushindi dhidi ya mazingira yaliyomnyang'anya nafasi ya kuamua maisha yake baadaye. Serikali ya Taliban imekanusha mara kwa mara madai ya kuwatesa wafungwa wanawake, wakisema mashtaka hushughulikiwa kwa mujibu wa sheria ya sharia na kwamba magereza ya wanawake yanaendeshwa na wanawake. Swali bado linasalia ni je, wasichana na wanawake watapewa nafasi ya kuishi maisha wanayoyaota? Hayo ndiyo maisha ya Afghanistan leo, nchi iliyotoka katika vita vya wazi, inapambana na njaa, umaskini, vikwazo na hofu ya kesho. Na msikilizaji, na tai wanazidi kutoweka katika maeneo ya Afrika Magharibi. Zamani walikuwa wakionekana kwa wingi karibu na masoko, maeneo ya kuchinjia na maeneo ya kutupa taka, lakini sasa wamekuwa nadra katika sehemu nyingi nchini Nigeria. Wahifadhi wa mazingira wanaonya kwamba kupungua kwa idadi ya tai kunaweza kusababisha tishio kubwa kwa afya ya umma. Hata hivyo, kusini mashariki mwa Nigeria kuna jamii moja tai wanaheshimika sana na kulindwa kwa dhati kupitia mila na desturi za wenyeji. Mwandishi wa BBC Makocha Kwafor amesafiri hadi jimbo la Anambra kukutana na mwanamume aliyojitolea maisha yake kuwalinda ndege hao, akihatarisha usalama wake na kupinga mitazamo iliyokita mizizi kuhusu tai, kama anavyosimulia Elizabeth Kazebure. Kwa watu wengi, tai ni ndege wanaohusishwa na kifo na kuoza. Kutoweka kwao katika maeneo mbalimbali barani Afrika kumeendelea kwa kiasi kikubwa bila watu kutambua. Katika jamii moja kusini mashariki mwa Nigeria, mwanaume mmoja anapambana kulinda ndege hawa. Hey, good afternoon, sir. Yeah, how you doing? Good. Ninakutana na Chukwuemeka Igwe, mwanaume wa makamu tu huko Awka Etiti. Tupo ndani ya msitu mtakatifu ambako hekalu la kale limegeuka kuwa maficho yasiyotarajiwa ya tai. Wakazi wa eneo hili wanamfahamu Chukwuemeka kwa jina la kipekee. Watu huniita Ezebiudeni, jina linalomaanisha mfalme wa tai, na siwezi kukimbia jina hilo. Katikati ya msitu huu kuna hekalu takatifu la Nguma ambamo hutolewa sadaka, huku mti mtakatifu ukitoa usalama na hifadhi kwa tai. Like I said, most of the time, mara nyingi watu huwawinda tai. Tai wanapohisi hatari huruka na kujisitiri kwenye miti mirefu, lakini wanapokimbilia katika eneo hili la madhabahu, hali huwa tofauti. Watu wana hofu na heshima kubwa kwa mazingira haya ya madhabahu, wakiamini kuwa hakuna jambo baya linaloweza kufanyika hapa. Kwa sababu hiyo, hakuna anayewafukuza au kuwadhuru tai wanapotua kujisitiri katika eneo hili. So nobody fights vultures that pitches here. Kulikuwa na kipindi ambacho tai walikuwa wakitoweka katika eneo la Awka Etiti. Chukwuemeka anakumbuka siku ambazo anga la eneo hilo lilikuwa limejaa tai wakiruka juu angani. When we were growing up here, nilipokuwa nikikua na kuambia, kulikuwa na tai wengi sana wakiruka kila mahali. Kulikuwa na tai wengi sana kwa sababu hakuna aliyekuwa akiwawinda. Because nobody hunt them. Ndege hao walikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. You'll be walking, utaendelea na safari yako kwa miguu, huku tai wakizunguka wakitafuta chakula. Eat. Kisha wawindaji kutoka nje ya jamii wakawasili. Pole pole ndege hao wakaanza kutoweka. So at a time, tai walianza kutoweka mmoja baada ya mwingine, na hakuna aliyefahamu sababu ya kutoweka kwao wala chanzo kilichosababisha hilo. And nobody knows why and what causes it. Mwaka 2017, taasisi ya uhifadhi ya Nigeria ilianza kushirikiana na jamii katika juhudi za kuwalinda ndege hao. Wahifadhi wa mazingira wanaonya kuwa tai wanakabiliwa na mzozo unaozidi kuwa mkubwa, unaochangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la mahitaji ya tai kwa ajili ya dawa za asili na shughuli za kiroho. Daktari Stella Egbe, mwanabiolojia anayeshughulikia uhifadhi wa mazingira kutoka shirika la uhifadhi wa mazingira la Nigeria, anasema mahitaji ya viungo vya tai yamechochea biashara hiyo na kupanuka zaidi. There is a huge demand. Kuna mahitaji makubwa ya tai na sehemu mbalimbali za tai zinazotumika katika dawa za asili. So traditional medicine. Aina 7 za tai barani Afrika sasa ziko hatarini kutoweka. Baadhi zimeainishwa
zinatajwa kuwa hatarini, huku nyingine zikiwa katika hatari kubwa zaidi kutoweka. It's been registered that vultures are used for. Taarifa zinaonyesha kwamba tai hutumiwa kwa shughuli hizo, na mahitaji makubwa ya tai yamesababisha kuibuka kwa mtandao wa biashara ya tai nchini Nigeria ambao umevuka hata mipaka ya nchi hiyo. Msemaji wa mamlaka ya forodha nchini Nigeria, Abdullahi Maiwada, amesema wanyama na viumbe vilivyo hatarini kutoweka haviruhusiwi kisheria kuvuka mipaka kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Mawaida amesema hatua za kukamata viumbe hao na kuwafikisha mahakamani wanaohusika zinasaidia kupambana na biashara haramu ya wanyamapori. Tunafanya kila ambacho inawezekana kuhakikisha kwamba usafirishaji wa bidhaa na wanyama kwa njia ya magendo, wakiwemo tai, punda na viumbe wengine nje ya nchi unadhibitiwa na kupunguzwa kwa kiwango cha chini kabisa. Wahifadhi wa mazingira wanasema utekelezaji wa sheria pekee hautoshi. Wanasema ushirikiano na jamii ni muhimu katika kufanikisha juhudi hizi. Kwa Chukwuemeka na wengine wanaojitolea wa eneo hilo, juhudi zao sasa zinaanza kuzaa matunda. Tai waliopotea wamekaribia kurejea. Ukienda sokoni sasa utawaona tai wameanza kurejea kwa wingi. Kila ndege anayerejea ni ushindi, lakini huku tai mzoga wakiendelea kutoweka katika maeneo mengi barani Afrika, anafahamu kuwa mapambano ya kuwaokoa bado hayajaisha. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia. Asante Elizabeth kwa taarifa hiyo ikiangazia ndege hao aina ya tai. Kwenye tovuti yetu msikilizaji ya BBC News Swahili kuna taarifa mbalimbali ziko hapa, ikiwemo taarifa hiyo moja kwa moja. Nikija kusema itwe Samia sitachukua miaka 5, si maneno yangu, amesema Lissu wakati kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kule Tanzania imeendelea leo Ijumaa Agosti 18 mwaka 2026 katika mahakama kuu masjala ndogo huko Dar es Salaam. Upande wa mashtaka ukitaka kesi ahirishwe mpaka Jumatatu. Unaweza ukasoma taarifa hii kwa kina zaidi katika tovuti yetu. Kwa nini kufikiria kifo chako kunaweza kuwa na faida? Karo, umewahi kufikiria kifo chako? Unajua faida zake wewe? Faida ya kifo? Ya kukifikiria kifo chako. Utafikiri basi tuseme. Sasa kwa nini kufikiria kifo chako kunaweza kuwa na faida? Sasa kama hufahamu hiyo faida, wewe pamoja na msikilizaji mnaweza kusoma makala ndefu sana imewekwa katika tovuti yetu hapa BBC News Swahili. Lakini je, Elon Musk pamoja na Jeff Bezos ufadhili vipi mashindano yao ya kwenda anga za juu? The Polygamist, filamu ya Netflix iliyotokana na riwaya iliyowatikisa wanawake walio kwenye ndoa Afrika, moja kati ya filamu ambayo ilitazamwa na wengi na ikawa gumzo. Unaweza ukaangalia pia makala hii imeandikwa hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Robot zinaweza kuwa wanajeshi wa vita vijavyo. Lakini je, unalifahamu kombora jipya la Urusi lenye muundo wa drone? Taarifa hiyo na nyingine nyingi msikilizaji, hebu tembelea katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Ni kuambia tu matangazo ya pia yanakujia hapo moja kwa moja na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, kadhalika na YouTube ni BBC Swahili. Sasa tumpishe Shuaib Ibrahim na habari za michezo. Twenzetu. Asante. Shirikisho la soka nchini New Zealand limeondoa uungwaji mkono wake kwa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino na kuwa nchi ya hivi karibuni kumpinga katika azma yake ya kuwania muhula wa 4 kuiongoza FIFA. Zaidi na Bosha Nyanje. Hatua hiyo imeifanya New Zealand kutofautiana na shirikisho la soka la Oceania ambalo bado halijaondoa uungaji wake mkono kwa Infantino. Infantino anakabiliwa na upinzani mkubwa baada ya mpango wake wa kuuza hisa za baadhi ya mashindano ya kimataifa ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Mpango huo baadaye uliondolewa. Shirikisho la soka barani Ulaya, yani UEFA, pamoja na lile la Asia na CONCACAF tayari yameondoa uungaji wao mkono kwa Infantino. Hata hivyo, shirikisho la soka la Afrika, yani CAF, na shirikisho la soka la Amerika Kusini bado yanamuunga mkono Infantino. New Zealand imejiunga na England, Wales, Norway, Jamhuri ya Ireland pamoja na Ireland Kaskazini katika kumpinga Infantino. New Zealand ndio mwanachama pekee wa shirikisho la soka la eneo la Oceania iliyofuzu kombe la dunia mwaka 2026, huku New Caledonia ikiendelea kumuunga mkono Infantino. Barabara kabisa. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya England Arsenal watakutana na Manchester City waliobeba taji la FA katika mechi ya kuwania ngao ya jamii. Mechi hiyo itapigwa siku ya Jumapili saa 10
11 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii itakuwa mara ya kwanza kwa timu hizo mbili kukutana katika mashindano hayo zikiwa na mataji hayo. Mwaka 2023 The Citizens walikutana na The Gunners kwenye ngao ya jamii na Arsenal walishinda kwa penalti baada ya Leandro Trossard kufunga bao la kusawazisha katika dakika za lala salama. Mchezo huo pia utamkutanisha kocha wa Arsenal Mikel Arteta na Enzo Maresca aliyemrithi Pep Guardiola katika kuinoa City. Wakati huo msimu mpya wa mashindano ya taji la Premier wa 2026-2027 utaanzisha sheria mpya zinazolenga kupunguza upotezaji muda na kufanya mechi ziwe na kasi zaidi. Sports Lady Phyllis Mate na baadhi ya dondoo kwenye sheria hizo. Naam, sasa kuanzia msimu mpya wa EPL wachezaji watakuwa na sekunde 5 tu kuchukua mipira ya kuanzisha mchezo, mfano kona au mpira wa kurusha. Makipa watakaochelewesha kuanzisha mchezo wanaweza kuadhibiwa kwa wapinzani wao kupewa kona. Vile wachezaji wanaoondolewa uwanjani kwa ajili ya mabadiliko watatakiwa kuondoka uwanjani ndani ya sekunde 10, la sivyo mchezaji anayechukua nafasi yao atasubiri dakika 1. Vile wachezaji wanaopokea matibabu watatakiwa kutoka uwanjani kwa dakika 1, huku VAR ikipewa mamlaka machache ya ziada katika baadhi ya maamuzi. Shukran Phyllis Mate. Katika taarifa za tanzia, mlinda lango wa zamani wa klabu ya Aston Villa Jimmy Rima amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 78. Rima alikuwa sehemu muhimu ya timu ya Villa iliyoshinda ligi kuu ya England mnamo mwaka 1981, wakati huo ikijulikana kama First Division. Na bondia wa nchini Puerto Rico Pritchard Colon naye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 33, karibu miaka 11 baada ya kupata jeraha kubwa la ubongo katika pambano la mwaka 2015 dhidi ya Terrell Williams. Aliishi katika hali ya kutoweza kutembea wala kuzungumza na alihitaji uangalizi muda wote. Mola azilaze roho zao mahala pema peponi. Na katika tetesi, Arsenal wana nia ya kumsajili beki wa Bayer Leverkusen Jarell Quansah. Mazungumzo hayo bado yako katika hatua za awali, lakini kuna uwezekano wa kufanyika kwa dili la kumsajili mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23. Quansah ana uwezo wa kucheza kama beki wa kati na pia beki wa kulia, jambo linalomfanya kuwa chaguo muhimu kwa The Gunners. Arsenal wanakabiliwa na changamoto kubwa katika safu yao ya ulinzi, huku William Saliba akiuguza jeraha na Yurian Timber akipambana kurejea katika hali nzuri ya utimamu wa mwili. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo na wachezaji. Msikilizaji, mimi ni Shuaib Ibrahima. Ni saa 1 saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika Dira ya Dunia leo jioni. Tume ya uchaguzi ya Zambia imesitisha shughuli ya kuhesabu kura kufuatia maafisa wake kushambuliwa vituoni. Watu wasiopungua 8 wamefariki dunia katika mafuriko yaliyoikumba Japan. Na katika mjadala hii leo tunaangazia mashindano ya soka ya wanawake Afrika WAFCON, ambapo fainali za mashindano hayo ni Jumapili hii. Hii ni BBC. Na msikilizaji, matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia na hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Robi. Neema Sudiani, mwanamuziki kutoka Zanzibar ambaye amejitolea umaarufu kupitia kipaji chake cha kupiga ala aina ya fiddle inajulikana kimombo kama violin. Katika mazungumzo na mwandishi wa BBC Omari Mkambara, Neema Sudiani anasimulia kwa uwazi alichopitia, namna alivyokabiliana na kauli za watu na kile kilichomfanya asikate tamaa hadi kufika alipo leo. Mimi nikiwa napiga violin najisikia kama niko ulimwengu mwingine kabisa. Unajua, mziki ni kitu ambacho kinatumika kama tiba ya nafsi kwa watu. Ilikuwaje ukaamua sasa kuwa mpigaji wa violin mpaka ukaenda kusoma katika chuo cha Dau Countries Music Academy? Nini haswa kilikuwa kimekuhamasisha? Mamangu ndo mtu ambaye yani yeye ndo aloshadidia mpaka mimi nikaanza kusoma, kwa sababu unajua kama mtoto akiwa anaongea tunasema nataka kusoma angepotezea, lakini sasa yeye ndo mtu wa kwanza ambaye alinipeleka na akaanza kunilipia ada mpaka nikapata scholarship ya kusoma bure.
Neema, jamii yako inayokuzunguka inakuchukulia vipi, haswa kwenye swala la maadili, kwa kuwa wanamuziki wanachukuliwa kidogo tofauti na wewe bado una umri mdogo hivi? Kwa Zanzibar tuko sana in a box ambayo ukifanya mziki unaonekana kama muhuni. Mwanamke amejengwa kama kitu ambacho kinatakiwa kikae nyumbani, kile watoto kizae. Unatakiwa uwe dokta, utibu watu, ufanye kitu gani? Sasa sio wote ambao tutakuwa madaktari. Kuna wengine hata ukijulikana unafanya mziki mtu hata kusalimia kwa sababu ni dhambi. Kuna maneno yanafikia mpaka unaambiwa mtu unajiuza, wakati sio uhalisia na haiko hivyo. Yaani mimi tu ndo nilikuwa najitafuta mwenyewe, nataka nifike sehemu fulani. Kuna picha niliwahi kuiona mitandaoni ukiwa na Bi Kidude, moja kati ya majina makubwa kwenye muziki kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ana mchango wowote kwenye muziki wako, kwenye sanaa yako? Bi Kidude ana nafasi kubwa kwa sababu yeye ndo alionifundisha some tricks. Though nilikuwa na mwalimu, yeye alikuwa anaimba, mimi niko tu pale na violin yangu ya kiwanafunzi ananifundisha. Kwa binti mdogo kama wewe kufanya sanaa ya muziki na unatembea kwenye nchi tofauti, je, kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo? Kwa mtoto wa kike changamoto hazikwepeki. Mimi ningesikiliza watu basi nisingefika hapo. Unachotakiwa ni kuziba masikio na kuto kusikia mtu chochote anachokisema. Hapo ndio utafika mbali. Lakini ukisema usikize huyo kasema hivi, siku ya pili unalala kwenye kitanda wewe ni kokoto, unasubiri mume aje kuoa. Unaitazama sanaa yako inazidi kusonga mbele au unakwenda wapi zaidi katika hii sanaa yako ya upigaji wa hii ala ya violin? Najiona mbali sana kwa sababu sasa hivi inabidi sasa nijikaze hii Tanzania na watu wengine wajue kwamba kuna watu wanapiga hichi chombo cha aina fulani. Sasa kabisa, shukran Neema Suri hapo baada ya kuzungumza na mwenzangu Omari Mkambara. Msikilizaji, napata fursa ya kusoma maoni yako. Isa Sambo anasema kupitia ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili, ni kweli kusitisha uhesabu wa kura Zambia ni mwanzo wa kuzua hisia hasi kwa raia. Kwa nini wasiimarishe tu ulinzi ili zoezi likamilike? Lakini Fadhila na Kupeja naye anasema yuko kule Lindi na anatutegea vizuri kabisa. Henry Francis Rogeshora anatupata mbashara kutoka Entebbe, Uganda kupitia redio shirika. Lakini vile pia hapa namuona Isaac Tuyikeze anasema kwa nini wa Zambia vitu hivyo vinaanza kutokea wakati uchaguzi ulikuwa umeenda vizuri tu. Mungu wasaidie tume ya Zambia waweze kumaliza zoezi la kuhesabu kura wakiwa salama. Nikushukuru pia Rafael Opon na Kiteja Mayunga, vile Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema anatupata vizuri akiwa kule Moshi Tanzania. Lakini anasema Zambia msicheze na amani, ikipotea kuipata basi tena ni kazi ngumu. Nikushukuru pia Isaya Sambo. Lakini vile Ahmad Suvi anasema Zambia kwisha habari yenu, matokeo ndio hivyo huwa yanachakachuliwa. Kwa sasa nadhani ni wakati wa mjadala. Nimpishe mwenzangu Ahmed Bahaji. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa Ahmed Bahaji na leo katika mjadala wa wiki wanasema shughuli ni watu na mtu ni wewe. Tunaangazia michuano ya kombe la mataifa bingwa barani Afrika upande wa kinadada WAFCON linaloendelea nchini Morocco, na hivi sasa baada ya safari ya hatua 1000 tumefika katika kinara, yani katika kilele kwenye fainali. Na inapofika hapo sasa, yoyote yule atakayekuwa amejiandaa ndio atachukua ama ataibuka kidedea na kunyakua kombe hili. Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia tutapata bingwa mpya, ikiwa ni Cameroon ama ni Malawi, hawa waliofanya maajabu makubwa kwa kushiriki mara kwanza katika michuano haya. Sawa, wanasema mambo ni kangaja huenda kaja, kwa ajili ya kufanikisha na kuchombeza vizuri viwanjani fainali hii ya kukata kwa shoka. Naungana na wachambuzi mahiri, magwiji watatu. Tuanze na kaka yetu kule mtajika kutoka Kenya, lakini yupo Morocco kwa ajili ya kufanya ya kuelezea mashindano haya. Si mwingine ni Vincent Voyo na ni mwanahabari wa michezo. Alafu kutoka Dar es Salaam Tanzania na dada wawili wazoefu pakubwa katika masuala ya soka, mmoja ikiwa ni Hamis Abdurrahman kutoka Dar es Salaam na mwenzake Lilian Mukulu, pia huyu ni mtajika hasa katika uchambuzi ule wa runinga. Sasa hebu tuanzeni jamani, hii ni fainali ambayo haikutegemewa na wengi, japo wachache kama Lilian walikuwa wamebashiri Malawi itafanya vizuri. Hebu tuanze na yeye Lilian, fainali hii ya Malawi na Cameroon, tutegemee fainali ya aina gani kwa wengi wale ambao wameshtuka paka sasa hawakutegemea? Ni fainali ambayo iko very tricky kwa sababu ya historia hizi timu mbili. Ni kweli Cameroon washawahi kufika katika hatua hii kwa
kwa sababu ni mara yao ya 4 kufika katika fainali ya michuano ya mataifa Afrika kwa upande wa wanawake. Ila kwa Malawi, timu ambayo ni mara ya kwanza wanashiriki katika hii michuano na historia ambayo wameiweka ni jambo kubwa sana. Ila mi bado naendelea kusisitiza yale ambayo niliyasema siku ya kwanza kabisa katika michuano, kwamba sisi wote tulitamani kuwaona wakina Tabitha Temo na Tabitha Nda Chawinga Sisters katika hii michuano, na ujio wao umekuwa ujio mzuri, umetoa storia nzuri, wametupa story nzuri sana katika hii michuano, kwenda kuwafungwa the overall champions wa michuano hii Nigeria, kwenda kuwafunga Nigeria kwa kipigo cha goli 3-2 ilikuwa ni jambo ambalo kila mmoja alishtushwa. Kwa ni timu ambayo imekuwa na consistency nzuri ya kufunga, na katika majina ya wafungaji lazima utaona the Chawinga Sisters. Kwa ni fainali nzuri, fainali ambayo kila mmoja anasubiri kuona. Cameroon wenyewe wamefanya surprise kubwa sana, kwenda kumtoa Nigeria kwenye hatua ya robo na kwenda kumtoa Morocco. Hizi ni timu mbili ambazo ukirejea walicheza wote fainali katika michuano ya edition 2024. Voyo, timu zote mbili kwa wachambuzi wamekuwa na maelezo tofauti. Baadhi wakisema Malawi ndio inastahili kushinda fainali hii kutokana na maajabu makubwa walioonyesha, huku wengine wakipiga upatu Cameroon kutokana na uzoefu wao. Hebu tuzungumzie timu hii ya Malawi. Je, tutegemee kwamba maajabu waliofanya kushiriki mara ya kwanza mpaka kufika katika fainali na wameshafuzu katika michuano ya kombe la dunia Brazil mwaka ujao, watafanya maajabu mengine ya kumaliza kabisa sherehe nzima na kushinda michuano hii? Asante sana. Rasmi kabisa nipo hapa Rabat, Morocco, na tumeshuhudia timu ya Malawi katika hatua ya makundi wakicheza katika uga wa Al Madina, na tangu walipopata ushindi wao wa kwanza dhidi ya mabingwa rekodi Nigeria, tumekuwa tukimuuliza kocha wao Lavmo Fazili siri yao, na kama je wanaweza kuota zaidi ama wanaweza kuwa na malengo mapana zaidi katika mashindano, na mwenyewe amekuwa na wepesi wa kusema kwamba yeye anachukua mchezo baada ya mchezo. Lakini niseme hivi, katika kila mashindano huwa mara nyingi unapata kwamba kuna ile tunasema mkono wa bahati ama gods of football. Pengine ukienda nyuma unaweza kuona rekodi fulani ambayo ilikuwa na timu ya taifa ya Zambia katika mashindano ya AFCON mwaka 2012, kwamba ilikuwa na kikosi kichanga na wengine watu wengi hawakuona kama kiukweli Zambia wanakwenda kuchukua ubingwa wa Afrika wakati huo. Na mimi naweza kufananisha timu hii ya Malawi na kikosi hicho cha Chipolopolo ambacho kilifanikiwa sana katika mashindano ya AFCON mwaka 2012. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba ndio hawaonekani kwamba ni timu nzuri sana on paper, licha unaweza kuhesabu wachezaji ambao ni dada Temo na Tabitha, lakini kiukweli timu imesukwa vizuri, na shinikizo liko kwa timu ya taifa ya Cameroon kwamba awali wamefika fainali mara 3 na wanataka kusahihisha makosa ambayo wamefanya katika fainali za awali. Na Cameroon ni timu ambayo unaweza kusema kwamba ina tajriba ya kushiriki katika mashindano haya ya haiba kubwa ya Afrika na hata kombe la dunia. Cameroon nayo katika michuano hii imesifika sana na ngome yake ya ulinzi ambayo inajua kubana, hasa ikishirikiana na midfield yao na mbinu za Valentine Ngwele, kocha huyu wa Cameroon. Unadhani Hamis Abdurrahman kwamba ndio zitakwenda kuleta tofauti katika fainali ile? Ni kweli, na Cameroon tuangalia wamekuwa timu ya tofauti kidogo. Inawezekana wameweka rekodi sawa na timu taifa ya Morocco ambao waliwaondosha kwenye hatua ya nusu fainali. Sababu naamini siku zote makocha wakubwa waliwahi kuzungumza na wataalamu wa mpira wa miguu kwamba safu bora ya ulinzi itakushindia taji, ndio safu bora ya ushambuliaji itakushindia makombe. Unaiangalia Cameroon imekuwa ni timu ambayo inasisitiza kwa nidhamu nzuri sana ya kiulinzi. Naangalia toka kwenye hatua ya makundi na kizote wanazocheza mpaka kufika hatua ya fainali wameruhusu bao 2 pekee, kwenye sare ya bao 1-1 dhidi ya Cabo Verde na kwenye bao 1 aliruhusu pia dhidi ya Mali. Yote ni kwenye hatua ya makundi. Lakini angalia toka kwenye hatua ya mtoano wamekutana na Giants, wamekutana na Nigeria, bingwa mtetezi na bingwa wa kihistoria wa mashindano haya, lakini walifanikiwa kumuondosha kwa bao 1 pekee. Hawakuweza kuruhusu bao dhidi ya kina The Right of kina Ajibade au unazungumza kina Sisa Toshwala, hawakuweza kuruhusu bao. Cheza dhidi ya Morocco ambayo ina kina Zraidi Kisakina, ina kina Ibtisam Jiraidi, ina kina Islan Chebak, lakini pia hawakuweza kuruhusu bao. Mpaka wanafika hatua fainali, maana wameshajizatiti kwamba ni timu ambayo inakuwa na nidhamu nzuri ya kiulinzi. Hata namna ambavyo wanacheza inakuwa ni timu ambayo mara nyingi na mheshimu zaidi mpinzani. Tuje kwake Lilian, umezungumza hapo awali, umegusia tu kuhusiana na Michelle Bihina. Unajua katika kila michuano huzaa nyota ya jaha, na katika mashindano haya basi nyota ya jaha mashujaa alizaliwa na kupaishwa ulimwenguni ni kipa huyu kutokana na vimbwanga vyake alivyofanya hasa katika ile ngarambe ya semifinali. Je, unadhani Cameroon wanahitaji fomu yake zaidi katika hii finali? Na je,
Je, kung'aa kwake mpaka sasa kutamfungulia fursa za aina gani kipa huyo kimataifa? Cha kwanza, katika hizi mechi mbili za mwisho ambazo Cameroon amecheza, unaona namna gani ambavyo golikipa huyo amechukua mchezaji bora wa mchezo. Kwa hiyo bado Cameroon licha kwamba wana safu bora ya ulinzi, ila ukienda katika mchezo ambao golikipa wako anafanya service kuanzia 6 kuendelea, manake timu yako inaruhusu sana mashambulizi katika eneo lake. Sasa ukiona golikipa anafanya kazi kubwa, iko lazima umpe heko. Bado ni binti mdogo, amezaliwa mwaka 2003 na yuko katika climax yake. Ubora ambao ameonyesha, tena sio tu ubora, ameonyesha ubora katika na akiwa anacheza na timu ngumu sana kwenye upande wa soka la wanawake. Unapozungumzia Nigeria, katika jina lao wana ubingwa mara 10. Unaenda kwa Morocco, wamecheza finali 2 consecutively, 2024 na 2022. Kwa hiyo ni watu ambao wana uzoefu na taji hili. Unaiangalia Morocco ambao kabla hawajacheza na Cameroon wako nusu goli moja, wamefunga katika kila mchezo. Kwa kushindwa kufunga goli katika mchezo dhidi ya Cameroon, lazima utamzungumzia Bihino. Changamoto ambayo naiona katika mchezo wa finali ni wanakutana na timu ambayo imefunga katika kila mchezo ambao wameingia katika dimbani katika michuano hii. Shida moja ya Cameroon, wanaruhusu mashambulizi. Faida moja ya Malawi, ina watu ambao they are killers ndani ya box. Bwana Chanda Chema, siku zote uvishwa pete na wako maajenti huko. Vincent Voy atatuambia kwa makini, kwa sababu taarifa zinazonifikia ni kwamba Faith Chimzimo alimtaja Lilian na Rose Kazeri ambaye hata shiriki katika fainali kutokana na ile adhabu aliopewa. Wamevutia yani mascout wengi kutoka vilabu vya Ulaya wanatafuta sajili zao, yani kupata hivyo vipaji. Vincent, likoje huko mijadala na hili sheshegi la maagent ambao uko huko? Je, unaona kwamba wachezaji wengi watakwenda kupata soka ni soka la Ulaya? Ni kweli, ndio faida ya kuwa na mashindano kama haya, na ndio faida pia ya makocha kuwa na ujasiri wa kuweza kuhusisha wachezaji chipukizi. Awali tumeona wachezaji wa Kiafrika wakivunja rekodi za uhamisho wa soka duniani. Zungumzia ule mchezaji wa timu taifa Zambia Kunda Nanji, zungumzia kina Banda hawa kina Asisata Oshola, tumeona wanavunja rekodi za uhamisho wa dunia. Lakini kikubwa tupata kwamba mashindano haya ya mwaka huu yamepanua mawanda kwa wachezaji ambao ni chipukizi, wachezaji hususan ambao pia wanacheza ligi za nyumbani, na unapata mchezaji anakueleza kwamba yani ni ndoto yake kuweza kupata jukwaa kama hili. Na matumaini yetu ni kwamba baada ya mashindano tuone wachezaji ambao wanaingia timu kubwa za bara Ulaya, na kiukweli kutoka hatua ya makundi kwenda katika hatua ya robo finali, mechi za nusu finali, unapata kwamba mchezaji ambaye amezaliwa mwaka 15, amezaliwa mwaka 16, anaonesha uwezo kwamba ana umri wa miaka 20, lakini kocha ana nafasi ya kuweza kumwamini. Yani hakuna ule uoga kuweza kusema kwamba kocha lazima apate ushindi katika mchezo fulani. Yani anaaminia wachezaji ambao kidogo umri umesonga. Kwa hivyo tumeona makocha wakihusisha wachezaji mseto, na hilo linapatia nafasi wale mawakala kuweza kuona, kwa sababu mara nyingi soko la wachezaji hususan soko la Ulaya, inaweza ni kusema kwamba wanaangazia sana chipukizi, kwa sababu huwa wana muda mwingi, hata wakisajiliwa kuelekea ugaibuni, wana muda mwingi wa kuweza kufaidi klabu husika ambayo imemsajili. Kimuona mchezaji kama vile huyu Temwa Chawinga, ndio anacheza Kansas City ya Marekani, dadake anacheza Olympic Lyonnais ya Ufaransa. Pengine kutoka hapa utamuona huyo Temwa Chawinga akihamia katika soko la bara Ulaya, kwa sababu ameonyesha uwezo mkubwa na amejitambulisha katika ulimwengu wa soka, ulimwengu wa dunia. Labda kama mtu alikuwa hajui Malawi, timu ambayo imeorodheshwa katika nafasi ya 153 duniani, sasa wanaweza kuzungumza na tumezungumza na kocha wa Algeria ambaye anasema kwamba ndio watu wanazungumza kuhusu Temwa na Tabitha Chawinga, lakini unaambiwa kwamba lazima uwe na yale mawe matatu ili kuinjika jiko, sio? Hakika. So kwa hivyo kocha anasema ndio tunaweza kuzungumzia Temwa, tunaweza kuzungumzia Tabitha, lakini kuna nguvu kazi ambazo zimefanywa katika safu ya ulinzi. Goalkeeper wa Malawi amefanya kazi ya ziada. Hakika. Sawa, asiyekujua siku zote akuthamini, na unapopata nafasi ya kujitambulisha basi hakikisha unaipiga shughuli kisawa sawa. Bendera show, mlingoti show. Hamisa, hebu tuzungumzie kwa ujumla, manake zaidi ya magoli 50 yamefungwa katika awamu hii baada ya mechi 30. Na kinachofurahisha zaidi ni kwamba katika lile chati ya majedwali la wafungaji bora, kinyang'anyiro cha kiatu cha dhahabu, ni wachezaji kadhaa wenye magoli zaidi ya 4. Inaongoza chati hiyo na Barbara Banda kutoka Zambia akiwa na magoli 5, na Temwa Chawinga magoli 4 pamoja na dadake akiwa naye Tema, yeye na mwenzake mmoja na 5 na mwingine na 4. Sasa hebu niambie kwa ujumla, katika takwimu tunaweza kusema mashindano haya WAFCON yamewaka sana, yani kumekuwa na ukuaji kilinganishwa na nyuma?
hasa upande wa ufungaji wa magoli na michezo yenyewe? Ya, kwa ukubwa sana, na ili binafsi nilianza kulishuhudia kwenye michezo ya kwanza kabisa ya hatua ya makundi. Niliona kuna utofauti hasa wa timu nyingi sana. Kwa mfano nitakupa mfano wa timu ya taifa ya Algeria. Nilivyoona wanacheza kwenye toleo lililopita la mashindano haya na walivyocheza kwa msimu huu ni tofauti kabisa. Nimeshuhudia Algeria ambayo inacheza mpira wa tofauti. Imehama kutoka kucheza mpira wa kaskazini sana kuja zaidi mpira mirefu. Nimeiona Algeria ambayo iko very calm, wakiwa wanaanza kutengeneza mashambulizi yao kuanzia nyuma, lakini wanapita zaidi pembeni kutokana na kwamba wana mawinga pembeni ambao wako na kasi kubwa sana. Lakini naiona ni timu ambayo inacheza, inaweka mpira chini, zinapiga sana pasi pembeni na kuwa na mawinga ambao wana uwezo wa kuchukua wale mabeki wa pembeni mmoja, mawinga ambao wana uwezo wa kukota mipira. Na ndio ni moja pia ya chachu ambayo imepelekea wao kutengeneza mabao mengi. Mabao yao mengi ambao wanayafunga mengi unaona yanatoka katika kiwanja cha mazoezi kutokana na jinsi ambavyo timu imebadilika kulingana na mashindano kutoka shindano lililopita kuja katika shindano hili. Hakika kulingana na jinsi soka lilivyokuwa linapigwa bwana, unaona mfumo, unaona ubunifu, unaona ujasiri na udhibiti, yani kwamba wasichana sasa haswa kutoka bara la Afrika kama wanaweza kupiga ngarambe namna ile, basi tunasonga kwa kasi ya juu. Lilian, hebu tuzungumze kitumbua kiliingilia wapi mchanga kwa bingwa mara 10 hao Nigeria, alafu na hata mabingwa mwaka 2022 Afrika Kusini ambao ni miongoni mwa zile timu zilikuwa zimepiga upato kulingana na jinsi walivyokuwa wanacheza. Waliharibikiwa wapi? Mimi naamini ni namna ambavyo timu nyingine zimekuja katika hiyo michuano. Unajua tutazungumza yote, ila lazima tuangalie maboresho ambayo timu za taifa zinafanya katika maeneo yao ya benchi ya ufundi. Moja ya kitu ambacho nimekiona katika michuano, timu nyingi zimekuja na video analyst. Wao ni watu ambao wanaweza wa kumsoma opponent na kujua the strength side kwa wapi. Na vikosi vingi ambavyo vimekuja sasa hivi ni vikosi vya vijana au vijana ambao wanakuja katika soka na kukuza katika namna ambayo imekuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo sawa, Nigeria walikuwa wana timu nzuri, wameonyesha ushindani, ila wamekutana na timu bora, na ndio kitu ambacho kimeweza kuwagharimu na hata kukosa katika michuano ya kombe la dunia ya mwaka 2027. Shida nyingine ni mazoea. Unajua ushafanya vizuri muda wote, unaamini kwamba kokote utakapoenda utafanya vizuri, ila hujui opponent wako amejipanga vipi. Moja ya surprise ambayo Nigeria wamekutana nayo ni mchezo wao wa kwanza dhidi ya debutant, timu ya kwanza ambayo timu inaingia katika michuano kwa mara ya kwanza, inaenda kumpa mchezo mgumu sana Nigeria. Nigeria katika michuano sio kwamba hawajatengeneza nafasi, wajeza nafasi nyingi sana, ila changamoto ilikuwa ni namna ambayo unazibadilisha vipi hizo nafasi. Na kuna mechi ambazo unaona kabisa unahitaji wachezaji wako wenye uzoefu, ila wanashindwa kuperform katika viwango vikubwa. Afrika Kusini walianza na gia ya chini sana, ila walijaribu kuinuka, ila kile walichokifanya hakikutosha kwa sababu ya aina opponents ambazo wanakutana. Bado nasisitiza ubora wa wachezaji ambao wamekuja katika hii tournament. Mfano, tournament iliyomalizika mwaka 2022 mfungaji bora alikuwa na goli 4. Na sasa hivi mfungaji bora hadi sasa bado hajafahamika, ila kuna mtu ana goli 5 already, na kuna namna ambavyo kuna utofauti mkubwa sana wa soka ambao leo. Kwa hiyo kwa sasa hivi quality imekuwa bora sana. Kuangalia Algeria ambao tumeona sasa hivi katika hii tournament, ni Algeria ambayo ukirejea nyuma na hivi sasa, sawa, naweza nikasema changes began kuanzia 2023 ambapo wachezaji wake wengi waliamua kuhama uraia kuja katika uraia wa Algeria, ila kuna maboresho makubwa sana. Hata aina ya makocha ambao wamekuja kwenye hii tournament, wengi ni makocha ambao wana class ya hali ya juu. Asante sana Vincent. Sasa katika hizi mechi za mchujo zilizogaragazwa jana na juzi, Afrika Kusini na Ghana kama sijakosea, hao wameshafuzu katika yale mashindano ya mabara. Kuna nafasi yoyote ya kwamba mmoja atapenya? Ndio, nafasi ipo, hatuwezi tukawafungia nje, japo ni safari nyingine ndefu ambao unakwenda kupatana na timu ambazo pia ni za kimataifa, si tena timu za Afrika. Pengine ingekuwa rahisi labda kufuzu moja kwa moja kupitia mashindano haya ya AFCON hapa Morocco, lakini kitu ambacho kinawapatia nafasi Afrika Kusini na Ghana ni kwamba wanarudi nyumbani kwenda kujipanga upya. Kwa mfano, kama kuna mchezaji ambaye hakuitwa kwenye kikosi ama kuna yale mabadiliko ambayo wanaweza kufanya, sasa wanapewa nafasi ya pili kwenda kujiangalia na kwenda kurekebisha makosa. Si kwamba
kwamba timu kutofanya vizuri ama kutofuzu semi-finali kwamba timu ni mbovu. Inaweza kwamba yalikuwa ni makosa pengine ya kisaikolojia ambayo yalifanya timu ikatetereka na mwisho siku wakafanya makosa ya kizembezembe wakafungwa. Kwa hivyo huwezi kumkatia kanzu mtu kwa sababu hajafuzu moja kwa moja kusema kwamba ni timu mbovu. Hapana. Kwa hivyo naweza kusema kwamba timu ambazo zimefuzu kwenda katika mechi za mchujo zina nafasi ya kuweza kujikatia tiketi ya kombe la dunia na zina nafasi nzuri pia kujirekebisha makosa ambayo amefanya ama ameonekana katika makala haya ya WAFCON hapa Morocco. Kosa si kosa bali kurudia kosa, na isitoshe pia kuteleza si kuanguka, na hili linakwenda moja kwa moja kwa timu zetu za Afrika Mashariki, haswa tukiziangalia hapo Twiga Stars kutoka Tanzania waliotegemewa pakubwa kuwa wangefuzu katika hatua hizi za robo finali na kusonga mbele kwa jinsi walivyoanza, na Harambee Stars wameambiwa kwamba walikuwa wamekwenda kufanya ziara, wamekwenda kutembea wala sio kushiriki. Hamisa, tumejifunza nini? Tusiseme ati tulikosea wapi, tumejifunza nini timu zetu za Afrika Mashariki? Tumejifunza usipokuwa serious kwenye mashindano utatoka. Yaani inabidi ujipange ukiwa nyumbani. Unapoenda kwenye mashindano kama haya unakutana na watu ambao wameshajipanga. Kwa hiyo kama wewe huko jipanga utapangwa. Kwa sisi timu yetu sisi ya wanawake ukiangalia tumeshinda mchezo wa kwanza. Tulimfunga Afrika Kusini. Lakini ilikuwa kwenye mazingira magumu sana. Golikipa wetu Najat Abbas alifanya save nyingi sana. Kutokea pale tulipaswa kubadilika. Lakini angalia namna ambavyo tuliendea michezo yetu miwili. Na kwa nini nakwambia haya? Kwa sababu tumekwenda vile vile tulivyokwenda kwenye mashindano yaliyopita. Mashindano yaliyopita tulipata sare pia dhidi ya Afrika Kusini. Pia tulicheza vizuri sana. Ingekuwa ile kadi nyekundu ambayo alipata Winfrida Gerald, inawezekana tukiweza kushinda. Lakini tulivyoenda kucheza mchezo dhidi ya Ghana, ndivyo hivyo ambavyo tumekwenda tena kucheza msimu huu. Na maana tulikuwa tumejipanga zaidi kucheza dhidi ya Giants kuliko hizo timu ambazo zinaonekana ni za kawaida. Kwa mfano kama Burkina Faso ilipaswa pale tukapata alama 3. Kabisa. Ili tuweze kufuzu.